DSB Digital, haki na ukweli. Pengine kwa faida mtazamaji ni kwa uchache tu nimtajie baadhi ya vitu ambavyo Rais Trump kwenye hiyo hotuba yake alivizungumza mbele ya waandishi wa habari. Anasema kwamba kuna swala la kusitisha mapigano kwa siku 60, lakini pia kuna Hamas kuachia mateka 28 wakiwa hai ama wamekufa, na hii ni katika wiki ya kwanza. Lakini pia mateka 28. Baada ya hapo kuna mateka 30 waliosalia ambao wataachiwa huru tu usitishaji wa kudumu wa mapigano utakapokuwa umeanza. Lakini zaidi ya hapo kuna zaidi ya wafungwa 1000 wa Kipalestina na wenyewe wataachiwa, lakini pia misaada ya kibinadamu itatumwa Gaza kupitia Umoja wa Mataifa na mashirika mengine. Haya ni baadhi ya makubaliano. Hakuna kifungu cha usitishaji wa vita ambacho kimewekwa hapo. Hakuna warrant ya kuwa tutaacha kuwashambulia hata wakati wa usitishaji. Hakuna kitu kama hicho ambacho kimezungumzwa. Sasa nakwambia haya ni mazungumzo ya mtego. Mwaka jana ilikuwa hivi. Sasa Hamas walikuwa na sharti moja ambalo liliweka mwaka jana, kuwa wanasema sisi usitishaji wa vita utatokea tu pale Israel itapoondoa vikosi vyote. Sasa Netanyahu akaweka kichwani kuwa hawa hawataweza kusitisha vita mpaka sisi tutapoondoka rasmi, tutapothibitisha kuondoka rasmi. Kwa hiyo alikubaliana na makubaliano ya Joe Biden wakati huo kuwa, kwa sababu kifungu kilichokuwepo ni usitishaji wa muda ambao Hamas walikuwa hawautaki. Hamas walivyochungulia wakaona kuna usitishaji wa muda, wakapiga hesabu za siasa ya ndani ya Israeli ilivyokuwa imevurugika na vile walikuwa wanamsubiri Netanyahu hata kwa usitishaji wa mwezi mmoja ungeangusha serikali. Hamas wakakubali. Baada ya Hamas kukubali, Israeli wakakataa, wakasema hakuna, wakaingia Rafah. Kwa hiyo haya yamekaa kwenye mtego huo, kwa sababu huu mtego uko hivi. Netanyahu ameweka mtego wa kuwa no warrant ya kusimamisha vita. Yani kuwa hatutaki, kwa sababu anafahamu kabisa kuwa huu ni mtego ambao Hamas wataukataa. Kwa sababu Hamas wanachotaka ni hakikisho la kuwa vita itakwisha. Lakini katika hili kuna option mbili ambazo zinatoa kuwa tunatoa mateka 18, yani 10 walio hai na 18, tunatoa 28 jumla. 18 ambao walikwisha kufariki, 10 walio hai katika kipindi cha siku 60. Lakini tuna 30 waliobaki. Sasa Hamas wanaweza wakatumia turufu ya mwisho kuwa hawa waliobaki ni turufu ya mwisho. Lakini tunaweza tukaamua kukubali kwa sababu ya tupate kupumzika, watu wapate chakula, watu wapokee misaada, watu ingie ndani ya siku 60. Lakini wakati wa sisi tuna mtaji mdogo uliobaki ambao ndio tunaweza kusema labda last card unakuwa nayo ile ya mwisho. Sasa katika hili kuna mtego wa pili ambao unakuja upande wa pili wa Israeli kuwa wale washirika wake wa muungano hawataki usitishaji hata wa wiki moja, kwa sababu unarudisha nyuma plani yao ambayo wameizungumza wazi kuwa sisi mateka sio kitu muhimu kwetu. Na Netanyahu amezungumza kuwa kila vita ina malengo makubwa ni Hamas, sio mateka. Kwa hiyo haijalishi watakufa hawajafa. Kwa hiyo hilo lipo upande wao. Sasa ikiwa Hamas watakubaliana na hili la kusema okay, sawa, angalau tutasitisha kwa hili kwa siku 60, Netanyahu ataanza kupambana na watu wake kwa upande wa pili. Kwa hiyo ukilitazama hili imekaa kama ni mtego kwa pande zote mbili, wanategana kuwa mimi sikupi guarantee ya kuwa nitasitisha machafuko, lakini kitachotokea kunaweza wakasaini makubaliano. Halafu katikati ya makubaliano, baada ya Netanyahu kuhisi wenzake wamemkalia kooni na tishio la kumwangusha, akatafuta sababu ya kusema kuwa tumeona wanajikusanya tena, akaanzisha machafuko, kwa sababu tuna mkataba kama huu uko Lebanoni ambao ulisainiwa mwezi Septemba, nadhani ilikuwa Novemba mwaka jana, tarehe 19 Novemba walisaini mkataba wa Lebanon na Hizbullah. Lakini tunazungumza mpaka leo Israel inafanya mashambulizi Lebanon, mashambulizi yanaendelea na inaua Lebanoni. Kwa hiyo anaweza kusaini hayo makubaliano hali ya kuwa akaendeleza kile anachokiendeleza Lebanon. Kwa hiyo Hamas ndio mara nyingi wanasema kuwa tunasisitiza, tunataka guarantee ya usalama wetu katikati ya makubaliano. Tunataka guarantee ya kuto kushambuliana, yani ya kuto kutushambulia tena baada ya hili kuisha. Lakini kuna kitu ambacho kilitoka. Unajua, kwenye awamu ya kwanza baadhi ya mateka zaidi ya 38 ambao waliachiliwa kwenye hii awamu iliyopita ya Januari tayari wamekucha kukamatwa tena, ambao wa upande wa pili wa Palestina wamekamatwa, wamerudishwa upande wa Israel. Kwa hiyo wanasisitiza kwenye hili kuwa kama mtu akisha achiliwa kwenye haya makubaliano ni marufuku kumkamata tena na kumrudisha upande wa pili. Kwa hiyo hofu ni ukiukwaji. Lakini nayaweka 50-50 kuwa Hamas wanaweza wakakubali. Au pia kama watakataa kwa sababu ya kifungu kuwa hayatoi uhakika wa usalama wao na yanazidi kuchukua mtaji wao, manake mtaji wao pekee ni mateka. Lakini katika hilo Rabi, wapo wengine ambao wanasema kwamba ni heri yao wapiganaji wa Hamas wakakubaliana na masharti, kwa sababu endapo wataendelea kuwa wanaweka, tuseme, wanakaza misuli, bado wataendelea kuuawa, wataendelea kuumizwa, kwa sababu Israel ana majeshi ya kutosha yenye nguvu ukilinganisha na wapiganaji wa Hamas, wataendelea kupoteza.
Kama hakupi guarantee kuwa hata ukiwaachia watu wangu sitoacha kukushambulia, ndio hicho kinachotokea, kwa sababu kauli hizi zimetoka upande wa pili kuwa hata tukipata mateka wote bado tutaendelea kuwashambulia. Kwa hiyo wanaona kuwa kama hakuna lolote, anayeweza kulimaliza hili ni mfadhili mkuu. Umeona kuwa kulikuwa kuna blockade ya misaada karibu siku 100 na kitu, yani zimekwenda karibu miezi mitatu inakwenda, hakuna misaada inayoingia Gaza. Shinikizo lililotoka nje kwa washirika, kwa sababu hivi karibuni kumekuwa na kauli tofauti. Umesikia Ufaransa wametoa kauli, Canada wametoa kauli, Uingereza kumekuwa na shinikizo kubwa sana la ndani. Wanasheria wa Uingereza zaidi ya 800 walisaini barua kupeleka kwa Stama, lakini waandishi wa habari watu maarufu wameandika sana kuwa kwani Uingereza, mpaka wanasheria wa Uingereza wameenda kuishtaki Uingereza kwenye mahakama, kwa sababu Uingereza iliwaambia haipeleke silaha Israel, lakini kumbe uchunguzi umeonekana kuwa Uingereza bado anapeleka silaha na ndege zake zinafanya ujasusi kwenye maeneo yote. Kwa hiyo kuna shinikizo la nje kwamba kwa nini misaada yeye, kwa nini misaada yeye. Hata Macron alivyokuwa jana Singapore amezungumza kuwa Ufaransa inaangalia kuweka vikwazo kwa Israel. Kwa hiyo kuna pressure ambayo inatoka nje. Sasa hii pressure tu sio kwa inaisukuma Israel, lakini inamsukuma na Marekani ambaye kuwa ndio mfadhili mkuu wa hili. Yani kuwa Marekani akimwambia Israel kesho yamekwisha, hawezi akafanya lolote na yatakwisha. Na ndio maana jana Trump alivyokuwa anaongea na wanahabari anasema tuko karibu sana kufikia kwenye makubaliano ya Israel na Hamas, lakini tuko karibu sana kufikia makubaliano ya Iran na Marekani. Alitaja hivi vitu vile ambavyo viko karibu zaidi. Sasa sera iliyopo ya right wing sio hiyo. Ikiwa Trump kumlazimisha Netanyahu amalize hili, anamletea ugomvi Netanyahu tena mpya ndani ya Israel. Ndio maana kunakuwa na mambo ambayo mpaka unakaa unajiuliza shida iko wapi? Shida sio mateka. Kwa sababu tukisema shida ni mateka, West Bank watu wamehamishwa, West Bank watu wamekufa, na West Bank watu wamekamatwa ukingo wa magharibi. Kule hamna mateka hata mmoja, na wala Hamas hawapo. Sasa shida ni nini? Kwa shida ni vitu vingi ambavyo vinachanganya hii story kamili. Katikati ya mazingira kama haya Rabi, mwelekeo mzuri utakuwa ni upi kwa kuzingatia dhana zote za kiuchambuzi ambazo mnazifanya na namna ambavyo mnaona mwenendo wa Israel, Marekani, lakini pia Hamas, ambao wote kwenye mazungumzo haya wanaonekana ni watu ambao wenye tija na kulimaliza hili? Ni kile ambacho huwa nakwambia mara nyingi kuwa haiwezi kuja kupatikana amani Mashariki ya Kati kama hakutokuja kuwepo na dola inaitwa Palestine. Huwezi leo kumaliza jamii nzima ya watu wa Palestina. Huku ukingo wa magharibi wanafika milioni 4 na kitu, waliopo huku wanafika milioni 4, milioni 5. Huku walioko ni milioni 2 na kitu. Hawa watu milioni 6 unawapeleka wapi? Waliopo nje ni zaidi ya milioni 7 wa Palestina. Tuseme kuwa unataka uue kabisa kitu kinaitwa nchi yao, wanaenda kuishi wapi? Labda ufanye ethnic cleanse, uwamalize wote, uwaue, halafu tengeneza nchi ikiwa wanabidi. Lakini hakuna lolote jambo jingine. Prince Faisal bin Farhan, waziri wa kigeni wa Saudi Arabia, atatembelea West Bank leo na kesho, atakuwa West Bank kwa mara ya kwanza. Yote ni katika ile kutaka kuonyesha kuwa tuna njia gani ya kuanzisha taifa la Palestina, kama alivyozungumza Macron pia akiwa Singapore. Anasema kuwa hakuna suluhu ya hili. Anasema swala la uwepo wa Palestini sio hitaji la mtu, yani ni suluhu ya kudumu ambayo itapatikana. Kwa hiyo hakuna shortcut ya kumaliza huu mzozo, kwa sababu kama mzozo ungekuwa unamalizika Rei, tuna miaka 67 kwenye huu mzozo, hauishi na hauonekani kuisha. Kuwa ni lazima kuwepo na dola inaitwa Palestine ili kila mtu akae kwenye sehemu yake, halafu kila mtu atulie, lakini vinginevyo hakuna shortcut. Mazingira sasa yanaruhusu kuifikia hilo dola? Yanaruhusu, kwa sababu tunaangalia mbona nchi zingine zimeanzishwaje. Nchi nyingine zimeanzishwa kwa watu wengi kutathmini, kwa sababu leo tukiangalia kuwa UN ambayo ina memba 193 official wale, na ukijumlisha na nchi vingine na visiwa zaidi ya 200, zaidi ya 157 wote wanaunga mkono kinaitwa Palestine. Kwa hiyo unaona ni idadi ndogo. Kwani namba hazitudanganyi? Kwa nini hatutaki kufikia hapo kuwa hili nalo tulimalize, kuwa hawa watu waishi kwenye eneo lao? Kwa sababu ile 45% inakwambia walipewa, hivi sasa wako chini ya 22%, na hiyo 22 hawataki kukaa, wanatakiwa waondolewe. Sasa tunapeleka wapi hii jamii nzima ya watu milioni 6 na kitu, waende kukaa wapi? Au ndio kusema kile kuwa, unajua kuna taarifa ya Donald Trump kuitambua Somaliland hivi karibuni, na hili limezungumzwa kabisa na rais wa Somaliland Abdullah akiwa anaongea na The Guardian. Anasema kuwa ni karibuni Donald Trump. Kwa hiyo kuna lile lengo la kusema unawahamisha watu wa Gaza, unawapeleka Somaliland wakakae. Wiki mbili zilizopita tuliambiwa kuwa wana mpango wa kuwahamisha wapelekwe Libya.
labda hilo mnataka kulazimisha kuwa hii sasa ifutwe kabisa kitu kinaitwa Palestine. Lakini hiki kufutwa kwake kitakuwa ni tukio kubwa ambalo kuwa itakuwa ni aibu kubwa sana kwa dunia. Ikiwa kuwa tunaweza tukaifuta jamii nzima ya watu tu kwa sababu ya kuridhisha upande mmoja. Ipo imani kwamba kwa mwenendo wa Rais Trump ni kama safari hii anapokuja kwenye ingo yake ya mwisho ya hii miaka yake 4 ni kama anatamani hii migogoro mingi itengeneze historia kwamba imemalizwa chini ya uongozi wake. Anaifikia hiyo ndoto? Nadhani kuna wakati anaonyesha hivyo, lakini kuna wakati unamuona kama hayupo kwenye njia. Halafu kuna wakati unamuhisi kama anachoka. Kwa sababu ukimwangalia swala la Urusi na Ukraine unaona kama pumzi imeanza kukata baada ya kujaribu kuwaweka. Naona huyu anaruka, ukimrudisha huyu anaruka, huyu anaanzisha hili, unamfokea huyu, unamrudisha huyu. Yule ulikuwa unamuona mtukutu ametulia, alafu upande wa pili ulikuwa unamsifia naye amerudi. Kwa hiyo unaona kama hivyo. Trump na Marekani yake huo uwezo wanao kumaliza kama swala la Mashariki ya Kati. Lakini pia litakuwa na kazi kubwa sana kutokana na ushawishi mkubwa wa Israeli ndani ya Marekani. Wakati Donald Trump alivyoenda kufanya mazungumzo na Irani ya nyuklia na kuwaacha Israeli, vyombo vya habari hata wa Israeli, baadhi ya viongozi wa Israeli walisema kuwa hawezi kutimiza lolote bila sisi, kwa sababu wanaamini kuwa Donald Trump ili afikie makubaliano na Iran lazima akae kwenye Senate. Wanasema nguvu ya Senate ya kwetu ni kubwa kuzidi ya Donald Trump. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa ushawishi wao ulivyokuwa linawezaje. Kwa hiyo Trump anaweza kutaka kujaribu kwenda, na ndio maana kuna wakati unaona kuna maamuzi Trump anayafanya anakuwa ni ghafla hata kwa Israeli. Inaonekana kama Trump anawazunguka pia. Anafanya mambo ya kimya, anakuja anawastukiza surprise tu kuwa kuna kitu kinaendelea na wenyewe wanapigwa na dua. Wewe ulianza lini hili? Hili limetokea. Unaona vitu vinakuwa ghafla. Kwa hiyo ndani ya Israeli linaweza likatokea kwa nguvu ya Trump. Yani kwa ikiwa Marekani itaamua hili linatoka, kwa sababu mfadhili mkuu ni Marekani. Marekani akikata basi yule anakubali. Sawa. Ibrahim Rahbi, nikushukuru sana kwa uchambuzi wako. Shukrani sana. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tumekuwa naye hapa tukiangalia mkwamo unaoendelea kushuhudiwa katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia ukingo wa Magharibi, maeneo ambayo yamekuwa na mzozo, lakini jitihada zinaendelea, mazungumzo yanafanyika, ila bado inaonekana kuna hali ambayo pengine kuifikia ile hatima inayotarajiwa imekuwa inachukua muda kwa kadri ambavyo inashuhudiwa. Rahby Digital.